Naam, karibu mtazamaji, mimi nafahamika kama Rashid Abdalla. Naam, Rais William Ruto ameomboleza na familia zilizopoteza wanao katika mkasa wa moto wa bweni katika shule ya wasichana ya utumishi iliyoko eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru. Wanafunzi 16 wamethibitishwa kufariki huku wengine 79 wakipata majeraha mbalimbali, baadhi yao wakiwa wamelazwa hospitalini. Kupitia kwa taarifa kwa vyombo vya habari, Rais Ruto ameahidi kuwa serikali itasaidia familia zilizoathirika huku uchunguzi wa kubaini chanzo cha moto huo ukianzishwa. Awali, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen na mwenzake wa elimu Julius Ogamba na mkurugenzi wa upelelezi Mohamed Amin walizuru eneo la mkasa na kuahidi kuhakikisha kuwa maswali kuhusu mkasa huo wa mkesha wa kuamkia Alhamis yamepata majibu. Persons have since passed on, but then this creates also another trouble for us, which is the anxiety among the parents trying to know who of them has lost their loved one. So that is the speed with which we are moving now, faster to try to reach as many parents as possible using deductive method, identifying those who are here, releasing them, and then those who are unaccounted for, we start speaking to those parents and start counseling and reaching out to them. So really we have had to work backwards because of the nature of which information flies in this world. At the time of the incident, the girls that were in school were 808. 7 of the girls were at home for various reasons. Out of the 808 girls, 79 were injured and taken to the hospital. They were treated, and 71 of them were discharged. We are all working together, both the county government as well as the national government, so that we can make sure that we stand in the gap for these parents. Tutakuwa tukipunguza wingi wa watu kwa shule, ndio tuhakikishe kwamba tumepunguza umati ambao uko hapa. Tupatie maafisa wetu wa DCI, wale wa Ministry of Health, wale wa Education waweze kufanya uchunguzi na waweze kupeana njia ama mwelekeo.